Sasa mwalimu, msimu huu mnashiriki klabu bingwa. Hatushiriki. Tunaenda kupambana. Klabu haijaanzishwa kwa ajili ya kushiriki. Sasa unaiona wanaoshiriki ni wao. Ni katika ushiriki wa hiyo michuano. Na kupambana. Hiyo ndio kushiriki. Unaweza kumchukua hata huyu akaenda. Yanga imeumbwa kwa ajili ya kupambana. Historia ya Yanga tangu ya uhuru wa nchi ni kwa ajili ya mapambano, sio kwa ajili ya kushiriki. Sisi hatukushiriki mapambano ya uhuru wa nchi, hatukushiriki. Tulipambana kwa ajili ya uhuru wa nchi. Tumepambana ligi kuu, tumekuwa mabingwa. Tumepambana kabingwa barani Afrika, tumeshia katika hatua ya group stage, wengine hawakufika. Tumepambana ndani ya msimu huu, tumekuwa bingwa ngao ya jamii. Tumepambana msimu huu, tumekuwa bingwa Toyota Cup. Tumepambana msimu huu, tumekuwa bingwa Muungano. Tumepambana msimu huu, tumefunga vilabu 12 ligi kuu Tanzania bara. Sio kushiriki. Sisi kazi yetu ni kupambana. Klabu hii na mambo yake ni kwa ajili ya mapambano. Yanga ni timu ya mapambano. Yanga ni icon ya mpira wa Afrika. Yanga ni icon ya mpira wa nchi hii. Ndio. Yanga ina ramani ya Afrika. Tafuta klabu gani ambayo ina ramani ya Afrika zaidi ya Yanga? Uzao ramani imekuja kwa bahati mbaya. Ndio icon ya Afrika. Sisi tupo kwa ajili ya Afrika wote. Ndio watu wa Young Africans. Wa Afrika timu yao ni Yanga Sports Club, sio timu nyingine yoyote. Hii timu ni kwa ajili ya mapambano. Timu imeumbwa kwa ajili ya kushindana. Timu imeumbwa kwa ajili ya makombe. Ukiambia msimu unaokuja sisi ni mabingwa watarajiwa CAF Champions League msimu unaokuja. Ndio mwalimu, sisi Yanga Afrika, chukua na maneno ya Sepp, ni mabingwa watarajiwa CAF Champions League kwa sababu tumeonyesha ubora huo. Bingwa wa msimu huu wakabingwa barani Afrika. Simamona wale Pyramid tena Yanga tunapiga nje ndani. Sikiliza. Kabui. Tutapoanza msimu wa kabingwa mwezi wa 9, kuja uniambie mwalimu, ile nazili yako uliyosema Yanga anakuwa bingwa, hawezi kuwa bingwa, nakwambia anaenda kuwa bingwa msimu. Mwalimu, ni nini kinachokupa jeuri? Tumesajili mijitu imeshindikana inayokuja kuliko msimu huu. Kuna steka tumelileta hilo, yani steka tumelileta kabla hajataja ingia uwanjani goli 5. Tumemzamilia kufanya msimu huu. Ni mambo ambayo dunia yote wakiangalia wote hamna atamtazama. Sisi tumeamua kuleta standard, kuongeza standard ya kubwa klabu hii. Hii klabu mdogo wangu, subiri sajili tu utasikia. Kwa watu ambao ni maona. Na gari bwana ambao amenihakikishia GSM amesema msimu huu hii dunia itapinduka juu chini. Michezaji ambayo inaoletwa imeshindikana. Wewe mwalimu, finali unataka? Finali simeshacheza, mimi nakwambia bingwa. Mimi kiingia finali nataka ubingwa. Mimi sina finali sana kushiriki, nataka ubingwa. Kwani Usma ushasahau na Usma? Si aggregate 2-2. Si nataka niwe bingwa shirikisho. Mimi nimeombwa kwa ajili ya kuwa bingwa. Mimi msimu huu naenda kuwa bingwa CAF Champions League. Majembe ambao nimeyaleta. Hayo nimeleta majembe. Wewe ukiona utasema huyu GSM kakasirika. Ukimwona tu huyu kaja Yanga, GSM kakasirika. Mijitu imeshindikana ndio tumeleta ndani ya msimu huu. Yeyote atakanyaga yeyote kwa Yanga hii anakwenda na maji. Hii Yanga ni zaidi ya mafuriko. Ukizuia hivi inakusomba. Hii ni zaidi ya mafuriko. Ukitaka kuzuia mafuriko kwa mkono, yanakusomba unaondoka nayo. Yanga Afrika. Msimu. Mavara umekuja msimu? Mavara nakwambia msimu Mavara. Utatoka kitambo. Kwa sababu Yanga atakuwa nashinda. Tumeleta mchezaji ambayo hiyo wachezaji ambao Mavara ambao nimewaona. Yupi mwenye mchezaji gani? Lakini mwalimu, karibu. Msimu ambao umepita Simba amemaliza nafasi ya 3. Sasa hizo amemaliza nafasi ya 2 tena mnacheza game ya finali. Kwani msiwapongeza wameimprove bana mwalimu? Kwani mnataka kuwapongeza? Kwanza jambo la kwanza Mavara tuweke sawa. Msimu ndio wamefanya vibaya kuliko misimu yoyote ile. Narudia tena. Ya kwanza ndakao leo. Msimu wa mwaka jana Simba alikuwa ni bingwa ngazi ya mini bingwa kombe la Muungano. Msimu wa mwaka jana. Msimu huu Simba amekosa kikombe chochote. Hiyo timu improve au amefeli? Makombe amefeli. Soma timu imeanzishwa kwa ajili ya makombe, mafanikio ya timu ni makombe. Mafanikio ya timu sio robo finali, sio nusu finali, ni makombe. Ninakuuliza mwaka jana ngao ya jamii
ana kombe la Muungano, mwaka huu hana kikombe chochote. Hiyo timu imefeli, imefaulu, wamefeli. Lakini ukasema mwaka huu tuwapongeze kwa sababu wameshika nafasi ya pili. Sikiliza, nafasi ya pili ya msimu huu, wewe mabani shahidi, nafasi ya pili ya msimu huu ni kwa sababu tu wenye mamlaka na marefari ndio kusababisha nafasi ya pili. Kiwalisia kiuwezo wa kustahili kushika nafasi ya pili ni playoff na wenzake kinakaliwa. Ni playoff kwa sababu msimu huu, yani Simba atakaocheza playoff ya ligi kuu, ni ukweli wa Mungu. Msimu huu Mapala ni msimu ambao ni sasa na mtu ambaye anaenda kuchota maji alafu anachafua kisima. Msimu huu una skendo chafu, kwa kuna skendo ya Dubai ambayo ilikuwa inazungumzwa kuhusu marefari katika msimu huu wa Simba. Mtu katikati ya uwanja anakatwa, refari anaweka pesa. Tunaona wapi? Sawa mwalimu, sikiliza, relax. Tunaenda moja kwa moja. Wewe umetuambia kwamba Simba atakuwa kucheza playoff. Wao marefa yani wamesababisha Simba hadi kushika nafasi ya pili. Yes, mchango wa marefari msimu huu. Marefari msimu huu wamesaidia Simba kushika nafasi ya pili, sio uwezo. Unaona hii iko sawa mwalimu? Unaniambia mimi niko sawa kama tushafanya interview mara nyingi sana kuhusu marefari? Sawa. Marefari hawa lakini sio kucheza playoff. Sikiza, playoff angecheza brother. Kama refari wangekuwa kwa serious, wanasema tupo katika kisima, tusichafue kisima kwa ajili tuweke maji sawa, maana yake tuna playoff. Marefari ni watu ambao wameenda kuchota maji kisima wakachafua. Msimu huu tuzungumza changamoto kubwa ni tasima, lakini ni marefari ndio wameharibu mpira ndani ya msimu huu. Marefari wangekuwa fair, anazungumza fair na Mungu ananiona. Msimu Simba kwa playoff. Sawa mwalimu. Ninyi kwa eneo lenu kama Young African, maeneo gani nitajie matatu ambayo umefanikiwa sana kwenye msimu huu ukilinganisha na msimu ambao umepita? Kwanza msimu huu maeneo ya uwanjani na uongozi. Yes. Ndani ya msimu huu tunaanza kwanza kwenye uongozi. Uongozi walifanya kila kitu ambacho kinawezekana Yanga msimu huu iwe stable. Engineer Esad na makamu Arafati, wajumbe wa kamati ya utendaji. Lakini usimsahau maandishi matatu GSM kwa kazi kubwa ambayo kila changamoto alikuwa na isofu. Kwenye uongozi uko tuko stable. Katika benchi la ufundi pamoja na wachezaji kwa ujumla Mapala, tumebadilisha makocha watatu, lakini kulingana na wachezaji bora ambao tumesajili, kwa kila kocha ambaye anakuja hakuwa apati changamoto kwa sababu tusajili wachezaji bora. Kwa katika benchi la ufundi na wachezaji ndani ya msimu huu tunaweza kufanikiwa. Lakini eneo kubwa ndani ya msimu huu ni wanachama na mashabiki wa klabu hii. Ndio kwa mara ya kwanza ndani ya msimu huu tumewaona mashabiki wa klabu hii walikuwa wako radhi kufa kwa ajili ya Yanga ipate pointi 3. Tarehe 8 Machi, shabiki wa klabu ya Yanga alifariki kwa ajili ya kupigania klabu yake ipate pointi 3. Ndani ya msimu huu tuliona viongozi wa radhi wafungwe jela kama kina Nelson Mandela ili kusaidia Yanga kupata pointi 3. Tumeona Tabora, msemaji wetu ameweza kufungiwa, ameweza kwenda jela kwa ajili ya kupigania nembo ya klabu hii. Kwa msimu huu ukiacha na hiyo, msimu huu mashabiki na wanachama kwa ujumla wote waliweza kupambana na klabu hii. Palipotokea changamoto yoyote, aidha klabu imepigwa faini, watu waenda kuchangia msemaji wao. Klabu imepigwa faini, watu walichanga shilingi 10, shilingi 500 kwa ajili ya kwenda kulipa faini. Kwa maana yake ndani ya msimu huu, maana yake maeneo yote unaweka tiki, uongozi unaweka tiki, benchi la ufundi na wachezaji unaweka tiki, mashabiki na wanachama unaweka tiki. Mwalimu, kwa upande wa Simba unaona ni maeneo gani ambao wamefaulu sana msimu huu? Hamna sehemu hata lofuata tujanga kama. Sikiliza Mabaya. Mimi ni interview inakuwa ngumu. Sorry interview masikia. Huwezi kusema msimu mzima kabisa Simba hajafanikiwa. Sio kweli. Msimu huu. Maeneo gani ambao hamwezi kumaliza msimu huu? Simba amefanikiwa sehemu gani? Simba amefanikiwa katika sehemu moja tu, na uongozi wa Simba naweza nikasema hapo amefanikiwa. Wametumia ujinga wa mashabiki wao na wanachama wao kwa dhulumu ndani ya msimu huu.
msimu huu mazungumzo mashabiki wao mara mbili. Mechi na Sebekane vingine vimeenda na maji, mechi na wale watumishi wameenda na maji. Wamefanikiwa kwa dhulumu mashabiki wao furaha, wamefanikiwa kwa dhulumu mashabiki wao viingilio. Hayo ndio mafanikio yao mkana msimu. Kizungumza msimu huu ndio msimu waliofeli kusajili kuliko msimu wote. Tulifanya interview mwanzoni mapara. Si kama unafanya kama una review hizi interview. Uliniambia kwamba kwanza kutoka kubeba kombe na ngambia msimu huu ndio amesajili wachezaji ambao uwezo wao ni mdogo. Naomba mfano mzuri. Simba msimu wa mwaka jana walimwacha mtu aitwa Saido. Uongo kweli? Saido kuna almost magoli karibia 18. 19, si ndio? Mwaka huu akamsajili mtu kwa Chazi Aua. Chazi Aua na 16. 16 na 19. Hawajaribu swali. 16 na 19 ni nani ambaye ana mchango mkubwa? mwenye 19. Unamwacha mwenye 19 na kumsajili mchezaji kwa magoli 16. Hapo ndio faili ama faulu? Sawa. Hata hapo. Katikati mkasajili Inonga Baka. Inonga Baka. Anaondoka Inonga Baka, unamleta Chamu. Chamu na Inonga Baka nani bora? Inonga Baka anaondoka ndani ya Simba, ana vikombe viwili. Chamu ipo ndani ya Simba kila mechi atamsha yeye. Anaondoka Shimanula goalkeeper namba 1, anakuja Pipi Kamara. Nikwambia Manula ni bora mara 100 kuliko nani Pipi Kamara. Kabisa. Na hii ndio kupata kuni. Ni bora kabisa. Simba anacheza na Pamba. Pamba pia shoto target moja, si kama Pamba.